Afisa mifugo na mkaguzi wa maziwa halmashauri ya wilaya ya Arusha John Matemu amepiga marufuku biashara ya uuzwaji wa maziwa ambayo sio salama, ikiwemo kuyaweka kwenye chupa za maji zilizotumika, na kusema vyombo hivyo vimekuwa vikiokotwa sehemu mbalimbali ikiwemo kwenye majalala, jambo ambalo linahatarisha usalama wa watumiaji. Akizungumza katika siku ya maadhimisho ya wiki ya maziwa katika ugawaji wa maziwa katika hospitali ya Ultimate na shule ya Ekenywa iliyopo wilayani Arumeru mkoani Arusha, amesema kuwa wameanza utaratibu wa kurasimisha biashara hiyo ili waweze kutambuliwa na kuokoa afya ya mlaji. Majina naitwa John Nemesi Matemu, ni afisa mifugo, ni mkaguzi wa maziwa halmashauri ya wilaya ya Arusha. Tuko katika wiki ya 29 ya maziwa. Maadhimisho ya wiki ya maziwa ni siku maalumu, siku ambayo tunafanya kwenda kuelimisha wadau mbalimbali wanaohusika na tasnia ya maziwa. Kauli mbiu ya wiki ya maziwa: rasimisha biashara ya maziwa, okoa afya ya walaji, ongeza kipato na kuza uchumi. Tunarasimisha biashara ya maziwa. Kwenye tasnia ya maziwa, kila mdau wa maziwa anapaswa kutambuliwa, anapaswa kurasimisha biashara yake. Lakini tunakwenda kwenye hatua ya pili, okoa afya ya walaji. Tunaokoa afya ya walaji kuhakikisha watumiaji wa maziwa wanatumia maziwa yaliyosindikwa. Tunasema okoa afya ya walaji kwa sababu gani? Tunasema okoa afya ya walaji kwa sababu maeneo mengi, sehemu nyingi, watu wanauza maziwa katika vyombo ambavyo havistahili, lakini wanauza maziwa ambayo sio salama. Kwa hiyo tunatoa wito kwa Watanzania wote, tunatoa wito kwa wazalishaji wa maziwa, tunatoa wito kwa wauzaji wa maziwa kuhakikisha wanauza maziwa kwenye vyombo vinavyostahili, vyombo ambavyo ni sahihi. Kwa mfano, watu wengi wanauza maziwa au wananunua maziwa kwenye chupa za maji ambazo zimeshatumika. Hiyo ni makosa makubwa, kwa sababu chupa za maji zimetengenezwa kwa ajili ya matumizi ya mara moja na ni matumizi ya maji, lakini watu wengi wanaokota hizo chupa sehemu kwenye majalala, sehemu mbalimbali ambazo zimeshatumika, wanaziwekea maziwa, kitu ambacho ni makosa. Tunatoa wito kwa Watanzania wote kuto kutumia vyombo ambavyo havistahili kuwekea maziwa, hasa chupa za maji. Tuna washauri wa Tanzania tutumie maziwa yaliyosindikwa, lakini kupata vyombo sahihi madukani kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kuuzia maziwa. Ongeza uchumi. Tunaongeza vipi uchumi kupitia maziwa? Mzalishaji atazalisha maziwa ambaye ni mfugaji. Mfugaji akizalisha maziwa atauza maziwa sehemu ambayo inastahili, atapata bei ambayo inastahili. Lakini mzalishaji anayezalisha maziwa, tunaona kila lita moja ya maziwa inaajiri watu 4. Watu 4 kivipi? Mzalishaji atazalisha maziwa, lakini kutakuwepo na kijana wa kazi pale. Atatoka kijana wa kazi, atauziwa aidha mtu wa dukani. Mtu wa dukani tayari hiyo ni ajira. Lakini mzalishaji wa maziwa atazalisha maziwa kwa kuuza maziwa yake sehemu zinazotambulika. Mfano, vituo vya kukusanyia maziwa ambavyo katika halmashauri yetu viko vituo vya kutosha kwa ajili ya kukusanyia maziwa. Kwa majina naitwa Robert Urassa, ni mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi katika halmashauri yetu ya Arusha. Na halmashauri yetu ya Arusha ni moja ya halmashauri ambayo tunahusika na wananchi wetu wanahusika na masuala ya kilimo lakini na ufugaji. Kwenye masuala ya ufugaji, wananchi wengi sana wanahusika na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, na hivyo wanachangia kipato kikubwa katika uchumi wa halmashauri na uchumi wa wilaya, lakini pia uchumi wa taifa kwa ujumla, kama kauli mbiu yetu inavyosema. Kwa hiyo tumefika kwenye shule ya msingi Ekenywa, lakini pia tumeenda kwenye kituo chetu zahanati yetu ya wilaya ya Ultimate. Tumeweza pia kutoa elimu pale, lakini na kutoa maziwa kwa wamama na watoto waliopo pale hospitali. Lengo kuu ni kuendelea kutoa elimu ya umuhimu wa unywaji wa maziwa.